Shalom shalom watazamaji wa BCMC TV. Tupo Mbalali kwenye ziara ya askofu pamoja na makamu wa askofu. Tumekutana na mtumishi mwenyeji wa mahali hapa. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana za uzima, nzuri, salama. Nilikuwa natamani kwanza tufahamu wewe ni nani? Kwa majina naitwa Pastor Consolata Angelo, ni mchungaji wa kanisa la Mbalali. Mtoto wa nani? Watu wafahamu vizuri. Mimi ni mtoto wa Bishop Amos Bonera. Amina. Yes. Mtazamaji wa BCMC TV, tumekuwa na ziara ya askofu katika majimbo manne. Na majimbo yote mimi nimetembea, nimekuwa kwenye msafara wa askofu pamoja na makamu wa askofu. Katika majimbo ambayo yalifanya vizuri ni jimbo la Pwani pamoja na jimbo la Mbeya. Hapo ndio majimbo ambayo yalifanya vizuri sana katika kumpokea askofu mkuu pamoja na makamu wake askofu. Lakini pia ninaposema jimbo la Mbeya, katika uvizuri walioufanya, mtumishi wa Mbalali amefanya vizuri sana. Na wewe unaweza kuwa shahidi, umeona vile ambavyo mambo makubwa yametokea. Mtumishi, kwanza hongera sana. Amina. Amina. Lakini pia nataka kujua una muda gani tangu umeanza huduma? Mpaka sasa nina mwaka mmoja, ni mwaka jana nimekuja mwezi wa 9. Mpaka sasa hivi huduma ya Bible Church Mbalali na mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Hapo mwaka mmoja kwa kweli ni muda mfupi sana na mambo ambayo umeyafanya ni makubwa sana. Kwanza hongera. Natamani kujua siri yako kubwa hasa ni nini ya kufanya mambo makubwa kama haya kwa muda mdogo. Siri yangu kubwa nadhani ni mafuta tu ya baba yangu wa kiroho ambaye aliniachilia akanituma Mbalali kwa ajili ya kazi. Na ni hicho tu kikubwa. Sina siri nyingine, ila ni zaidi tu ya Mungu wa baba yangu ambaye ameketi katika hili anga la Mbalali. Mafuta. Kusema ukweli, unapoachiliwa na mtumishi mwingine, sio kwamba tunaachiliwa tu watumishi wa wawili na Pastor Mpango ambaye ni mchungaji wa Tanga, tulikuwa watu wawili. Natamani kufahamu ni kitu gani ambacho wewe unakifanya cha ziada ambacho kinakufanya wewe ukapata tuseme kibali. Maana hichi ni kibali, kwa na watu wengi vile mambo makubwa tunayaona pale, utayari wao. Tunatamani tujue kitu cha ziada ambacho wewe unakifanya kinakufanya wewe kupata kibali namna hiyo. Amina. Kitu ambacho ni cha ziada, watu kuongezeka kwa wengi vile au hata huduma yako kukua, kuonyesha kwamba ipo hai. Sawa. Kitu ambacho nipo ninakifanya mimi, cha kwanza sijai kumkataa mshirika wa aina yoyote. Uwe unakunywa pombe, uwe unafanya matukio ya aina yoyote ile, mimi kanisani kwangu ninaruhusu. Na hamna kitu ambacho kipo kinawashangaza sana watu wengi, kwa sababu hakuna huduma ambao Mbalali inaruhusu watu wanaokunywa pombe waingie tu kanisani, wanavaa suruali waingie kanisani. Haipo kwa Mbalali. Lakini ni mchungaji mimi ni peke yangu ambao ninafanya hivyo vitu. Yaani nakuruhusu wewe njoo una bia yako kanisani, njoo. Asilimia kubwa sana vijana ndani ya kanisa wa